Habari ndugu watazamaji wa Mulap Farm channel yetu ya YouTube na wafugaji wenzetu, karibuni tena kwenye kipindi hiki. Mimi director yenu Dennis, na leo tunataka tuzungumzie namna ya kuanza ufugaji wa nguruwe wa kisasa. Yes, kwa wale ambao mwaka huu wanataka kuanza kufuga, hii video tunawaeleza sasa kwa undani namna ya kuanza step by step, hatua kwa hatua. So nguruwe, kabla ya kuanza ufugaji wako lazima uwe na eneo ambalo la kufugia wanyama. Lazima utafute eneo na maanisha ni ardhi. Tafuta ardhi. Ardhi, nguruwe ukiwa na eka moja unaweza ukafuga nguruwe hata 1000 kwenye eka moja ya nguruwe ya ardhi. Sorry for that. Samahani kwa hiyo. So kuwa na eka moja una uwezo wa kufuga nguruwe 1000. Kwa nguruwe hawahitaji ardhi kubwa, ila nguruwe wanahitaji usiwe katika maeneo ya msongamano kwa sababu ya magonjwa ambayo yanaweza yakaingia kwenye eneo lako katika mabanda yako. Ndio maana watu tunaenda mbali kidogo na miji, sababu pia kutokana na ukuaji wao ni wa haraka, uzalishaji wao ni wa haraka. Kwa hiyo kama una eneo ambalo limezungukwa na watu wengi, itakusumbua baada ya muda kuanza kuhamisha mradi wako, maana wanakuwa kwa haraka. Nguruwe mmoja anakuzalia watoto zaidi ya 10, sawa? Kwa mzao mmoja. Sasa utaona hiyo ni pia ni ukuaji wa haraka na uzalishaji wa haraka. Ndio maana watu wengi wanakimbilia kwenye ufugaji wa nguruwe, sababu unaweza kuzalisha nguruwe wengi kwa muda mchache na ukawauza. Sawa? Ukishapata eneo, unakaa chini unajipanga, unajiuliza sasa katika ile eneo nijenge aina gani ya mabanda? Nijenge aina gani ya nyumba ya vijana kukaa? Miundombinu ndio kitu cha pili. Tunaanza sasa miundombinu. Kitu gani kinachohitajika katika ardhi? Tutoe ardhi tuitoe vipande labda tuseme tugawe eneo hili tuweke banda, eneo hili tuweke sehemu ya vijana kukaa, eneo hili tulizungushia fence kwa ajili ya uwizi na wanyama pori wasije, kwa ajili ya kupunguza magonjwa ya kuingia kwenye shamba. Kwa hiyo ukishapata eneo, cha pili tunaanza infrastructures, tunaanza majengo au miundombinu, vitu ambavyo vitahitajika viwepo ndani ya shamba lako. Sawa? Ukishaweza kutengeneza mabanda yako aina tofauti tofauti, mabanda ya banzi, unaweza kutumia mabanda ya kama hiyo unavyoona ni mabanda ya tofali, wengine wanatumia mabanda ya nyasi, inategemea na upatikanaji wa malighafi pale ulipo. Kwa hiyo kitu ambacho kinashawishi kujenga aina ya banda mara nyingi sana ni upatikanaji wa malighafi. Kwa kweli hicho ndicho msingi sana, kwa sababu tunaangalia cost au tunaangalia hela ambayo umeiweka katika mradi itarudi kwa muda gani. Je, uko tayari kuinvest kuweka hela hiyo ukasubiria ndani ya muda hela irudi? Pili, tunaangalia ulinzi wa banda ambao utakulijenga. Hilo banda litakuwaje? Je, liko imara kwa wanyama kutoka ndani ya banda kubomoa banda au kwa wezi kuja kuiba kiurahisi? Kwa hiyo tunaangalia ulinzi, okay? Usalama wa wanyama. Je, alitaweza kuwadhuru wanyama hilo banda? Ukiweka miti, je, miti itaweza kuwachoma wanyama? Ukiweka mabanzi yataweza kuwachoma wanyama? Kwa hiyo vitu vyote hivyo unaweza kuviangalia vikakusaidia uweze kupata majibu sahihi. Sawa, ili ufanye maamuzi sahihi kwa wale ambao wanaanza kufuga au wanatazamia. Na tunashawishi watu waanze kufuga. Sasa hivi ni mwezi wa 3 2024. Kwa bado mapema ndio tukaanza kufuga, tukapata uzao wa kwanza kama mwaka hujaisha. Nguruwe wetu akatuzalia, tukaanza kupata experience au ujuzi wa namna gani ya kulea watoto, namna gani ya kukuza watoto wakakua, namna gani ya kulea mimba, namna gani ya kumlea nguruwe. Kwa bado muda tunao. Kwa tuchukue hii nafasi, ukipata hii video ukaisikiliza, ukasikia ujumbe, maanisha ni wakati wako sasa kufanya maamuzi sasa hivi. Wengi wanakopa kununua magari, wanakopa kujenga nyumba. Kwa nini usikope ukaanza mradi wa nguruwe?
Ni biashara, sawa. Kwa hiyo pia tuangalie je, umechoka umaskini? Kwa kiasi gani umechoka umaskini? Na maamuzi ambayo umeyafanya mpaka sasa hivi, umeyafanya maamuzi makubwa sana. Kwa nini hili nalo lisiwekwe katika mkazo ule ule? Lisiwekwe katika uzito ule ule kama mambo mengine ambayo tunavyoweka uzito. Tunatumia hela nyingi sana kwa starehe. Lakini kwa nini tusiamue kuwekeza katika wanyama? Kwa tayari hiyo ni changamoto nawapa. Kwa fikiria kitu gani unataka ufanye katika maisha, uko wapi katika maisha, unataka kuachieve, unataka kupata, ufikie sehemu gani katika maisha, uwe nani baada ya mambo yote kufanyika. So tayari tumekuwa na mabanda yetu, labda tuwe na uhakika wa maji au namna ya kupata maji ndani ya shamba. Huo mpira unaona hapo ni maji ambayo tunayapampu kupaisha kwenye tanki letu la juu. Kwa na sisi tunatumia matanki kuweka maji kwa wanyama, sababu tunatumia mfumo wa drinker ambao zinaitwa nipo drinkers. Tumetengeneza mfumo ndani ya mabanda ambao wanyama wanakunywa maji kupitia vibomba vidogo ambavyo tumevitengeneza. Ni mfumo wa teknolojia. Kwa tumetumia teknolojia hiyo ambayo tunaifanyia kazi. Huo mpira unaupanda juu, hapo ndo tumetengeneza tanki. Kwa hiyo moja ya miundo mbinu, tanki lazima tuliweke juu kwa ili tuweze kupata gravitation force, ile kasi ya maji kuteremka kuingia katika mabomba, wanyama waweze kuyapata yale maji. Si ndio? Ndio maana tunatengeneza hivyo. Kwa hiyo ni miundo mbinu. Maji ni uhai wa wanyama. Nguruwe asilimia kubwa sana wanakunywa maji katika siku nzima. Chakula unaweza ukapewa asubuhi, mchana au jioni, au asubuhi na jioni kutegemea na utaratibu wa shamba. Lakini muda wote ambao chakula ambao washamaliza, sababu chakula atakula yeye dakika 5 akishamaliza kile chakula. Lakini muda wote ambao atakuwa amekaa katika ile banda anakunywa maji. Kwa hiyo utaona kiwango kikubwa sana cha mnyama kinajengwa na maji. Kwa maji lazima yawe safi. Lazima maji yawe yanapatikana kwa muda wote. Maji ambayo tunasema sisi Mulap Farm ni maji ambayo wewe ukiweza kunywa hayo maji, mnyama wako na yeye anaweza akanywa hayo maji. Hicho ndio namna ya kujua kiwango cha ubora wa maji. Ni maji ambayo wewe ukinywa na mnyama anywe hayo maji. Kwa hiyo ni muhimu sana tupende wanyama. Muhimu sana, tukipenda wanyama tutapata matokeo sahihi, tutapata hela. Sababu mnyama naye atakuwa kwa haraka, atakuwa na stress. Kwa maji ni muhimu sana. Muda mwingi kumbuka mnyama anakunywa maji. Unaona ufugaji wengi wanaweka maji kwenye vishimo. Huo mfumo achana nao. Kama ni mpya unataka kuanza kufuga nguruwe, mfumo wa kutengeneza vidimbwi ndani ya banda achana nao ili nguruwe wanywe maji. Achana nao. Huo ni mfumo wa kizamani, hauna tija, unatengeneza magonjwa mengi sana kwa wanyama. Sawa na mnyama akue inavyotakiwa kukua, maana muda akitaka maji hawezi kunywa maji. Sababu ile sehemu ambayo atakuwa kwenye maji kashaenda kukalia, amekojoa, hanywi tena maji, anachezea. Ukienda shughuli zako unajua kule ndani kuna maji, au kijana ameweka maji ameondoka, unadhani kama ndani kuna maji, lakini mnyama hanywi maji. Maji anayokunywa ni yale tu utapoweka ule muda wa kwanza. Baada hapo akishachezea, akikojoa, akinya hapo hawezi tena. Akilalia yani hawezi tena kunywa maji. Kwa sababu nguruwe ni mnyama ambaye anapenda maji sana sana sana. Kwa sababu yeye hana namna ya kutoa jasho. Ana vimelea vya kutoa jasho. Kumbuka nguruwe ana ngozi. Si ndio? Nguruwe hana manyoya kama ng'ombe au mbuzi, kondoo. Hana. Umeona, ndio maana nasema nyama yake inaliwa yote. Unaona unaona hizo nywele ndogo sana kiasi kwamba yani unaona ngozi kabisa. Sasa kuna joto, yeye anachopumulia ni kwenye pua. Ukiangalia pua yake utaona pua inatoa majasho. Kwa hiyo mnaona mwili mzima hana sehemu ya kutoa jasho. Umeona ndio maana tunamwekea nyumba, anakaa nyumba, tumeweka mabati ili hawezi kuwa kama mbuzi. Mbuzi jua wanaweka tu kwenye zizi, hamna nini kule vijijini. Lakini kwa nguruwe hawezi kusurvive, atakufa. Sababu joto haliwezi kwa kifupi. Ndio maana maji ni muhimu sana. Nasisitiza maji jamani. Maji ni muhimu. Usianze mradi kama hauna maji katika huo mradi. Kama unaweza kuchimba kisima, chimba kisima. Kama uwezi, tengeneza mabwawa. Mvua zikinyesha, maji yaingia katika yale mabwawa, unayavuna, unayapeka katika matanki yako kupitia majenereta yapo ya sola, majenereta yapo ya mafuta ya petroli.
Kwa hiyo ni mfumo siku hizi imekuwa easy kuliko zamani. Kuna namna nyingi ya kufanya miradi yetu, ndio umeme sio muhimu sana. Kwa umeme sitauzungumzia, sio muhimu sana. Sio muhimu kabisa, sio muhimu sana. Unaweza ukaweka au usiweke. Kama shamba letu hapo kuliangalia, sisi tunatumia sola, hatuna umeme. Kwa hiyo hilo swala ione kama ni muhimu sana. Lakini kama unataka umeme, tumia sola. Yes, tumia sola ili upate mwanga ukusaidie kwa ajili ya ulinzi wa nje, ulinzi wa ndani. Ukiingia usiku kama wamezao nguruwe wako, unaweza ukawasha taa yako ukaendelea na biashara. Kwa umeme, tumia umeme wa sola. Umeme wa sola ni uhakika, na kama unavyoelewa Tanzania tunajua la kutosha, kali sana, especially kwa sisi ambao tuko pwani, tunajua kali sana. Kwa hiyo sola inatusave sana, inatusaidia sana, hata matumizi ya gharama au cost za uendeshaji inapungua. Kwa kama utaweza kutumia sola, nunua mitambo ya sola ambayo ina nguvu ya kuendesha kwa kiasi ambacho wewe umekitengeneza, ukubwa wa banda au ukubwa wa eneo lako. Ziko aina tofauti sana za mitambo ya sola ambayo inaweza kusukuma, ndio Yes, so swala la maji tumemaliza, swala la sola tumemaliza, swala la mabanda miundombinu tumemaliza, swala la kuwa na eneo tumelimaliza. Tuende swala lingine. Swala lingine tuzungumzie kuwa na management ni au human resources. Human resources ni nguvu kazi, watu ambao unatakiwa ufanya nao kazi kwenye shamba lako, ambao hao ni vijana wa kazi, madaktari au veterinary doctors ambao wamepitia elimu za kwenye institution katika mashirika ya kiserikali ya kusomesha watu wa madaktari, ambao kama tunajua Tanzania SUA ni moja ya chuo kizuri kinachokufuzu madaktari wazuri Tanzania. And then uwe na kwenye vijana, mimi ninachoshauri sometimes tafuta vijana ambao utaweza kuongea nao, yani utaweza kuamudu, utaweza kuishi nao. Na hii katika wafanyakazi si rahisi kama mimi ninavyoongea hapa. Ni kitu ambacho kiko more kwenye experience, kiko more katika ujuzi au kukaa nao kwa muda mrefu. Sababu wafanyakazi ni kawaida tutapata wafanyakazi ambao wako vizuri, tutapata wafanyakazi ambao hawako vizuri. Kuna ambao unaweza ukawavumilia, kuna ambao utashindwa kuwavumilia, utaamua kuwafukuza kazi. Kwa hiyo ni moja ya ujasiriamali au ni moja ya kuwa na kampuni au kuwa na biashara. Hili jambo ambalo tunalitazamia, kwa sababu wengi tunaoajiri ni watu ambao wameishia darasa la 7 labda au wameishia form 4, wengine hawajasoma kabisa. Kwa lazima sisi tujiandae kisaikolojia, ambao tunakuja kuajiri hao vijana, kwamba tunakuja kuajiri vijana wa aina hii, na hao vijana wako hivi na hivi na hivi, si ndio? Wengine watakuwa ni waongo, wengine watakuwa sio waongo, wengine watakuwa ni wajanja tu, kuna wengine watakuwa ni wezi, wengine watakuwa sio wezi. Kwa unakuja na aina tofauti. Wengine watakuwa ni wajeuri, wengine ni wabishi, kutokana na malezi ambayo wameishi huko kwao. Kwa hiyo kwenye nguvu kazi au vijana, kwa kweli ni kitu ambacho kinakuwa personal, kinakuwa katika kila shamba. Kuna namna wao wanatafuta namna ya kuweza kuishi nao, namna ya kuishi nao ili waweze kufanya nao kazi, kwa sababu sio rahisi. Kwa hiyo kama wewe unataka kuanza mwaka huu, please understand, naomba ujue, naomba uelewe ninachoongea. Tengeneza personal, yani wewe mwenyewe ujiandae in terms ya kisaikolojia, mindset, kiakili pia. Namna gani utaishi na vijana wa kazi? Namna gani utaishi nao? Ya lazima hiyo kitu ukae na ujichakate wewe kama owner, kama mmiliki wa biashara ambao unataka kuifanya, ambao unataka kuianza. Lazima uwe unajua, sawa? Chengine lazima uwape mazingira mazuri in terms ya chakula. Ufikirie chakula, ufikirie maji ya kunywa, watakunywa maji gani, ufikirie namna ya wao wataenda msalani. Je, msalani utawatengenezea, wataenda porini? Lazima watengenezee sehemu yes. I don't know kusema Kiswahili chake.
sehemu ya kwenda kwa wanaume na kwa wanawake kwa ajili ya kujiangalia na kujiweka sawa, sehemu za kuoga, vitu kama hivyo. Nadhani hapo unanielewa vizuri. Yeah. So hivyo ni vitu ambavyo tunashauri kama Mulap Farm kutokana na experience na ujuzi wetu. Na ukiweza hivyo pia jua chakula ni muhimu sana jamani. Hawa vijana hawana expectation kubwa sana kama wewe. Hao kumbuka wanataka kula na viela vidogo vya kupiga simu vya nini hivyo kama hivyo, yani wa kuongaonga hapa na pale. Kwa ni vijana ambao hawawazi kama wewe unavyoanza kama mmiliki. Nashukuru sana kwa kuendelea kutusikiliza mpaka hapa. Wewe kweli una nia ya kuanza ufugaji mwaka huu. And then tunaingia katika kujiandaa. Lazima ujiandae pia na daktari wa shamba. Mimi nashauri sana wafugaji wawe na madaktari wa shamba. Usipokuwa na daktari wa shamba huwezi kuwa na daktari ambaye ni loyal. Loyal kwa Kiswahili inaonyesha daktari ambaye yani anakuwa na wewe muda wote, masaa yote. Yani sababu unasema huyu ni daktari wa shamba, it means namlipa kwa mwezi au namlipa kila akija. Ni makubaliano ambayo mnakuwa mmewekeana wewe na daktari wako kwamba kila ukija au kwa mwezi unaweza ukaja mara 4 ndani ya shamba, nikakulipa mwisho wa mwezi, au kila ukija katika kila wiki ninakulipa hapo ukija. Ni makubaliano kwa kiasi gani kutokana na mtavokubaliana. Kumbuka unaanza. Kwa hiyo usitumie hela nyingi sana. Ndio maana nasema hivi vitu ni muhimu ujiandae navyo, vitakupunguzia gharama au maumivu ya kuanza mradi wako wa nguruwe. Sababu kuna scenario zishatokea sisi, mnyama anazaa kama ni muda fulani, kuna mnyama mwingine anafika kipindi hawezi kutoa mtoto amekuwa mkubwa, amenasa katika njia, unafanyaje? Daktari inabidi aje chapu afanye kutakuwa ni utaalamu wake. Sasa wengi wanakuwa sasa labda ni usiku, kwa labda hawezi kuja hapo, pa kufika ni mbali, hapa afikiki vizuri. Yani kuna sababu nyingi, labda yuko sehemu nyingine anahudumia shamba lingine au amesafiri, vitu kama ni vingi sana. Kwa hiyo ukiwa na daktari umempanga vizuri kwamba wewe ndio uko responsible na shamba hili, na tunategemea kukulipa kiasi hichi ambacho tunaweza tukakulipa continue kwa uendelevu bila kikomo. Kwa uendelevu na maanisha tunaweza kukulipa kila mwezi bila kusita. Ni kama ni ile katika plani yako umeshaiweka, si ndio? Ya video inakuwa ndefu sana, lakini kwa sababu tunataka tutoe taarifa ambayo imekamilika, taarifa ambayo itakuwa inawasaidia wakulima ambao wanataka kuanza, na ninajua na ambao hawajaanza itawasaidia hii video. Hizi ujumbe ambao tunausema hapa, yani ni vitu ambavyo tunatufundisha katika madarasa yetu. Kwa hiyo ukishapata daktari, sasa pia daktari atakushauri baada ya kushapata daktari atakushauri dawa gani ambazo unazihitaji ziwepo shambani. Kuna dawa ambazo they are critical, ni muhimu katika shamba lako. Atakwambia bala uwe na first aid kit au uwe na medical kit. Medical kit ni boxi ambalo linahifadhia dawa za wanyama shambani, kama dawa za vitamin, kama dawa za iron injection, au dawa za kufanya operation ndogo, au dawa za kuspray wound infected sehemu ambazo ameumia mnyama, sindano za kuchomea, uwe na spirit. Kwa hiyo ni dawa ambazo ziko kama hivyo, tunazijua hizi ni za dawa za minyoo, ni dawa ambazo tunajua zinatumika mara kwa mara. Atakwambia hizi naomba uwe nazo, ili ukiwa nazo kwanza itakupunguzia wewe gharama ya uendeshaji mradi. Daktari akija na dawa yake, kumbuka unalipia dawa, unalipia na kazi yake. Sasa utalipia dawa, amechoma sindano moja, umeona sasa utaingia hasara. Mchokupiga mahesabu yako ndani ya mwezi mzima, unaona unapata hasara, unatumia hela nyingi kwenye madawa. Lakini ukienda katika maduka ya wholesale ya madawa, ukaongea na veterinary, sababu na ushauri wa daktari wako amekueleza aina ya madawa uwe nayo, ukayanunua kwa ujumla, unapata unaona bei umeichukua ni ndogo, kwa cost ni ndogo. Umeona sasa hapo? Hiyo ndio njia inatumika kupunguza cost au gharama kwenye mradi wako wa nguruwe. And then tuzungumzie sasa wanyama. Sasa hapo tayari tuko vizuri, tunazungumzia sasa wanyama.
Hapa sasa wanyama, lazima ujue nguruwe ni mnyama wa aina gani. Na kama hapo nyuma umenisikiza vizuri, tayari ushapata picha nguruwe ni mnyama wa aina gani, anapendelea vitu gani, ili aweze kustrive, ili aweze kukaa vizuri katika sehemu ambayo umemweka, kama kwenye banda au kwenye chumba, kwenye nchi popote ambapo utapoamua. Kwa lazima tujue ni aina gani ya nguruwe tutaka tufuge kwanza, na kuna aina gani za nguruwe huko duniani. Kwa niingie nifanye research sasa, nitafute nijue. Kuna nguruwe anaitwa large white, nimjue large white anaonekana vipi. Kuna nguruwe anaitwa landrace, nijue landrace anaonekana vipi. Kuna nguruwe anaitwa hampshire, nijue anaonekana vipi. Kuna nguruwe anaitwa duroc, nijue anaonekana vipi. Kuna nguruwe anaitwa Pied nijue anaonekana vipi. Kuna nguruwe anaitwa Kamborov au F1, tujue naye anaonekana vipi. Kwa maana ni kamchakato ambapo lazima uwe na elimu. Sio jambo la kubahatisha. Ni mradi ambao ni wa kiutaalamu, ni mradi ambao unahitaji mtu ambaye ametulia, amefanya mahesabu yake vizuri, ametengeneza business plan vizuri, amekusanya taarifa vizuri, ndio anaweza kupata mafanikio. Sio wale ambao wamekulupuka kwamba nguruwe unalipa kaingia tu kichwa, utadondoka. Na wengi washadondoka, washafunga miradi. Si ndivyo? Kwenye wanyama, before wanyama, nimeruka kitu cha msingi sana, chakula. Chakula. Kwa hiyo nitaje kuzungumzia chakula, sipi nizungumzie wanyama afu nitaje kuzungumzia chakula. Lakini kumbuka chakula itafuata, afu wanyama watakuja mwisho. Lakini kwa sasa hivi naomba niendelee ili nisiwachanganye wasikilizaji wangu, twende vizuri. So kuna wanyama hao, ni majina nimewasema hapo, ni aina ya wanyama. Sasa katika hao aina ya wanyama, unakuta hao wanyama wanakuja kupandana. Wakipandana wanatengeneza kitu kinaitwa crossbreed. Kwa Kiingereza crossbreed ni mchanganyiko wa aina 2 au 3 za wanyama. Umeelewa? Kuna maanisha kama ni large white, landrace, wakipandana watengeneza crossbreed au hybrid. Umeelewa vizuri sasa hapo? Kwa ni kama aina 2 za wanyama ambao wamechanganya mbegu au damu, vinasaba vimechanganyika, viko vya aina 2. Hapo tunaelewana vizuri sasa. Kwa katika hapo umeona ndio hiyo tunaita siku hizi mkisikia wanasema hybrid au crossbreed, ndio maana yake. Umeelewa sasa? Kwa hiyo inamaanisha hao ndio the best animals ambao wapo katika price ambao watu wengi wanaweza kuafford. Crossbreed au hybrid ambao vinasaba vyao vimechanganyika baina ya wanyama wawili ambao ni pure breed. Either akawa large white, akawa landrace, akawa duroc, akawa hampshire, akawa Pied. Ndivyo ndio maana yake jamani. Naomba hapa tushaelewana vizuri. Sasa tunaenda mbele. Kwa kama hivyo tumeshaelewana hapo. Sasa tunajua sasa ni mnyama gani ambao tunahitaji kama sisi tunavyoanza. Tunahitaji hybrid. Why? Kwa sababu tunataka kupunguza as much cost as possible tunavyoanza, ili tuongeze tupate experience. Baada ya kupata experience ndio tunajua sasa tunaweza kuchukua mnyama ambaye anaenda kwa bei kubwa zaidi ambaye ni pure breed. Lakini pia pure breed angalizo lake ni kwamba ni kwa wafugaji ambao wanataka kufanya mradi wa mbegu. Lakini hybrid tunatumia kama kwa ajili ya nyama, kutengeneza nyama. Kwa nyama inaitwa nyama premium meat, au nyama ambayo inakuwa kwa haraka, nyama ambayo inakuwa ni tamu, nyama ambayo inapata soko kubwa au inahitajika katika soko kwa ukubwa, na unaweza kupata kwa bei nzuri. Na mnyama ambaye anakuwa kwa haraka, ndani ya miezi 7 unaweza kupata mnyama ana kilo 100, ana 110, kilo 90. Ni kawaida kwenye hybrid au crossbreed kutokana na hicho ambacho nimekielezea. Kwa jinsi ya kutengeneza hela kunavyoanza kwenye mradi wa nguruwe, anza na crossbreed za hawa wanyama ambao nimewataja. Inamaanisha hawa wanyama ambao nimewataja either mbegu vinasaba viwili vya wanyama wawili viko ndani ya mnyama mmoja, au vinasaba vitatu ndani ya nyama mmoja viko ndani ya wanyama watatu viko ndani ya nyama moja. Nadhani hapo tunaelewana, si wachanganya. Kwa hiyo ndio maana ya crossbreed au hybrid. Sawa? Hicho ndio kinatumika, hao ndio wanyama ambao wanatumika katika kutengeneza meat, kupeleka nyama sokoni, nyama ambayo inakuwa na uzito mkubwa, nyama ambayo itakuwa unapata uzito mkubwa ndani ya miezi 7 au miezi 6, kuanzia kilo 90, kilo 100, kilo 110, 120, kutokana na ulishaji. Kwa chakula tunaingia hapa sasa. Chakula ni muhimu sana. Chakula, mlo kamili.
Chakula sio bora chakula. Chakula ni chakula ambacho ni mlo kamili. Kiwe na protini, kiwe na vitamin, kiwe na madini ya chuma, kiwe na chokaa, kiwe na tunasema nini? Minerals ni yes minerals. So kwa Tanzania kama unaanza fuatilia kwa tukasema ambazo wanalima. Fuatilia mahindi, ujue mahindi wanauzaje. Fuatilia pumba, ujue pumba wanauzaje. Fuatilia mashudu alizeti, ujue mashudu alizeti yanauzwaje. Fuatilia ujue soya inauzwaje. Fuatilia ujue chumvi inauzwaje. Fuatilia ujue chokaa inauzwaje. Fuatilia ujue pig premix au pig booster zinauzwaje. Umeelewa vizuri? Fuatilia pia ujue vyakula vya makampuni vya kuchanganya hivi vinaitwa concentrate food, jua vinauzwaje. And then baada hapo tengeneza au tafuta formula ambayo utaitumia kwenye mradi wako kupunguza gharama ya chakula, kwa sababu 70% ya mradi ni chakula. Gharama ya 70% ya mradi ni chakula. Umeelewa vizuri? Hiyo ndio gharama kubwa. Huyu ni Petron, kama unamwona baka mweupe na mweusi. Hiyo ni Petron. So 70% ni chakula jamani. Kwa chakula ndio mtiti au ndio biashara yenyewe. Yaani usipokuwa na chakula kizuri hautakuwa na matokeo mazuri. Usipokuwa na mbegu bora utakuwa na matokeo mazuri. Usipokuwa na management nzuri hautakuwa na matokeo mazuri. Kwa hiyo it's not an easy business. It's a business ambayo inahitaji mtu ambaye ametulia, amejipanga, ametengeneza formula ya kufanya mradi wake, amejua soko nitalipeleka wapi. Kwa pia soko ni swala ambalo inabidi pia uchangamke kama mfanyabiashara. Ukiingia katika biashara ya nguruwe, changamka, ujue soko ni wapi na ujue namna gani ya kujitengenezea soko wewe kama mfanyabiashara ambao unataka kuanza biashara. Kwa jamani, ni ushauri wetu kama Mulap Farm. Masoko yako mengi sana. Kuna video tumetengeneza, ukiangalia hapo utaona ufugaji wa kuwa milionea tumetengeneza katika YouTube yetu channel. Ukiklik hapo utaiona hiyo video, iangalie, ujifunze. Tumeelezea kwa undani masoko na uzoefu wetu kuhusiana na masoko na bei za masoko. Bei kila aina ya soko ina bei zake. Si ndio ndio tumeeleza katika hiyo video. Kwa jamani, tujipange, tuwe tayari kufanya biashara. Na hapa tulipo tukifanya kijana kama unavyoona, kwa sababu tuliwatoa nje. Kwa sasa tukiwarudisha ndani tunawapulizia dawa. Hii dawa ni disinfectant. Kama kumbuka mwanzo niliwaambia kwamba lazima uwe na your medical kit, box la dawa. Kwa sisi tunazo hizo shambani kwetu. Dawa za kusafishia mabanda, dawa za kuogeshea wanyama. Zikiisha tunaweka. Sawa Kwa hiyo ni muhimu sana. Kwa hapo unaona anapulizia ili kuua vijidudu ambao watakuwa wameviokota kwenye ardhi. Sababu bakteria au vijidudu vinakaa katika ardhi. Kwa hapo anafanya disinfectant ya hilo banda ambao watakaa chumba hicho, na wanyama pia. Kama watakuwa wameokota huko nje tunawapulizia. Umeona Kwa hiyo tuko very serious na kufanya nini inaitwa biosecurity, kulinda wanyama wasipate magonjwa, kwa sababu kumbuka mradi ni wanyama. Kama hatuna wanyama kama hao hatuwezi kuuza. Kwa hiyo tukiwa na wanyama tunahakika tuna hela. Hao ni wafanyakazi. Na hiyo mwana ni dumu la kuspray. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho utakuwa nacho. Hizo ni nyenzo au party ya infrastructure, vitu vya kuwa navyo kabla hujaanza. Ndio au madumu hapa yanauzwa katika maduka. Unanunua dumu moja, unafanya kazi kuja kupiga spray, kuzungusha ndani ya banda, nje ya banda. Tunafanya hivyo kila Jumamosi. Yes, so asanteni jamani, tunashukuru sana. Please subscribe, please share video kwa wapendwa wako, kwa watu ambao wanahisi hii video itawanufaisha kwa namna moja au nyingine. Na tumeelezea kwa undani namna ambayo tumeweza, na tunatumaini mtatupa comment zenu kama tumeweza kuwapa kitu ambacho mmekihitaji, kimekuwa kimewanufaisha kwa namna moja au nyingine. Hiyo ni Mulap Farm, ni logo ya shamba yetu. Kwa ndio namna ya kufanya. Tunafanya marketing na sisi tunajipanga pia. Wana vijana wanakuwa na buti, kuna hizo gear. So kuna vitu vingi vya kuzungumza, lakini kwa sasa nadhani hiyo
information niliyowapa ni ya kutosha, inaweza ukachukua muda ukaifuatilia, rudia tena video mara kwa mara ili uweze kuelewa vizuri, usije ukapata hasara. So naomba usubscribe channel yetu kama ni mpya au kama wewe ni mgeni kwenye channel yetu, na tunashukuru kama umeweza kutusikiliza mpaka dakika hizi. Wewe kweli ni mdau wa Mulap Farm, na kweli wewe ni mfugaji mahiri, ni hodari, na unajua unachokitaka, unajua unachokifanya. Tunashukuru sana, tunawapenda sana, ndio maana tunatoa hizo taarifa kwa undani, kwa uwazi, kwa ukweli. Kwa sababu Tanzania kama unavyoelewa, kutoa taarifa, kupata taarifa ni ngumu sana jamani. Elimu haipo kirahisi, ila sisi tumeamua kama Mulap Farm kushare taarifa kwa uwazi na ukweli, ili nia yetu sisi watu wengi waingie katika tasnia ya ufugaji wa kisasa wenye tija, ili tuweze kutengeneza hela. Tubadilishe vipato vya kila kaya, vipato vya kila mtu mmoja mmoja wa kifamilia, sababu tuna ardhi, tuna kila kitu, tuna kila kitu, hatuwezi kuwa maskini. Kwa lazima jamani tu share video, share kwa watu wengi, like the video. Ukilike hii video na maanisha watu wengi wataisikia, watu wengi wataiona katika simu zao, wakikuwa na peruse YouTube watakuwa wanaona, ndio maana kulike. Ukilike tu video inamaanisha wengi wanakuwa wanaona. Kwa wanyama kama unavyoona nao ni mazao ya Duro, kama nilivyowaambia, mazao ya Pietrain, mazao ya Landrace, Large White. Tumezicross hizo breeding, na breed nyingine hapo ni pure. Kwa hiyo mkitaji hizo breed zipo, tuambie tutafanya biashara, haina shida kabisa. So asanteni jamani, mna wakati mzuri. Enjoy. Bye bye jamani.